hali ya mkoa wa Mwanza kiusalama ni shwari. Mpaka sasa tunapoongea hatuna matukio makubwa yanayotishia usalama wa watu na mali zao. Wananchi wengi wa mkoa wa Mwanza mpaka sasa nitoapo taarifa hii wanaendelea kufanya shughuli zao za uzalishaji mali katika hali ya utulivu, usalama na amani. Jeshi la polisi likishirikiana na wananchi, lakini likishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, vimeendelea kufanya kazi kwa pamoja katika kipindi hiki kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi wa mkoa wa Mwanza unaendelea kuimarika katika maeneo yote ya mkoa wetu. Ndugu zangu waandishi wa habari, wote mnakumbuka kwamba siku ya tarehe 29 ilikuwa ni mwezi wa 10 mwaka 2025 na siku ya tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 2025 katika mkoa wa Mwanza zilijitokeza fujo, vurugu na vitendo vingi vya uvunjifu wa amani ambavyo viliambatana na matukio ya kuharibu mali na matukio ya uporaji wa mali za watu. Matukio hayo yalianza tarehe 29 mara tu baada ya uchaguzi mkuu kuwa umefanyika. Makundi hayo ya wahalifu walikuwa wakifanya vurugu kubwa kama ambavyo nimesema, na vurugu hizo na fujo hizo na uvunjifu wa amani ulijitokeza katika mkoa wa Mwanza katika maeneo hususan katika wilaya ya Magu, eneo la Kisesa, wilaya ya Nyamagana, katika maeneo mbalimbali, wilaya Ilemela, wilaya Misungwi na wilaya ya Sengerema. Hizi ndizo wilaya ambazo kimsingi ziliathirika kwa kiasi kikubwa na matendo hayo ya uvunjifu wa amani. Katika kufanya vurugu hizo, wahalifu hao walifanya matendo yafuatayo. Walichoma mali mbalimbali za watu binafsi, mali za serikali na taasisi mbalimbali, mali za viwanda, vituo vya mafuta, ofisi za serikali, magari ya watu binafsi na magari ya serikali. Lakini pia maduka ya watu binafsi, nyumba za watu binafsi ziliweza kuharibiwa kwa kuchomwa moto au vinginevyo, lakini pia uporaji mkubwa ulifanyika katika maeneo hayo niliyotaja. Wahalifu hao walikuwa pia wakivunja maduka, viwanda na kuiba mali mbalimbali, pamoja na kutoweka na mali hizo kwenda sehemu mbalimbali. Kutokana na vitendo hivyo vya uporaji na uvunjifu mkubwa wa amani vilivyofanyika, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza lilianza msako mkali katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Mwanza, lakini pia nje ya maeneo yetu. Lakini baadhi ya wahalifu hao waliweza kukamatwa na mali mbalimbali ambazo walizipora wakati wakitenda uhalifu huo, na mali hizo ziliweza kutambuliwa na wahanga wa uhalifu huo, ikiwa na maana ya wamiliki wa mali hizo. Baadhi ya mali ambazo zilikamatwa na kutambuliwa kwamba ni zile ambazo zilikuwa zimeibiwa kwenye matukio mbalimbali ya kiuhalifu ya siku hiyo, tarehe 29 mwezi wa 10 na tarehe 30, ni mali hizo ni kama ifuatavyo. Tuliweza kukamata mitungi ya gesi
ya kampuni ya Lake Oil mitungi ya gesi 118. Mtakumbuka kati ya petrol stations zilizoharibiwa kwa kuchomwa moto ni petrol station ni kituo cha kuuzia mafuta cha Lake Oil kiliathirika kwa ukubwa wake. Na katika tukio hilo waliiba zaidi ya kuchoma moto, walikuwa wameiba mpaka mitungi ya gesi na mali nyingine. Tuliweza kukamata mitungi hiyo kama nilivyotaja 118. Lakini katika kampuni ya mafuta ya Orex na Mihan na penyewe tulikamata mitungi ya gesi. Lakini pia tuliweza kukamata magodoro 40 aina ya Super Banco na Tanform pamoja na jora 18 za vitambaa vya kushonea magodoro. Utakumbuka pia kwamba katika kiwanda cha magodoro cha Super Banco na Tanform, pamoja na uharibifu uliofanyika, pia wahalifu hao walipora mali mbalimbali yakiwepo magodoro, ambayo kwenye msako wetu tuliweza kukamata baadhi ya magodoro hayo. Lakini pia tuliweza kukamata jora 18 za vitambaa vya kushonea magodoro. Lakini katika msako huo tuliweza kukamata difu moja ya gari, injini 3 za magari tofauti, gearbox moja ya gari. Magari haya yalichomwa moto katika matukio haya siku ya tarehe 29, na kwa sababu vurugu ziliendelea mpaka kesho yake, baadaye tuliweza kukamata wahalifu hao waliochoma moto. Magari hayo yakabaki scraper, walirudi kwenda kufungua engine na baadhi ya vifaa vya magari kwa ajili ya kwenda kuuza katika vyuma chakavu. Vitu hivyo tumeweza kuvikamata na watuhumiwa, na vingine vilikuwa vimetelekezwa kutokana na msako mkali uliokuwa ukiendelea. Lakini pia tumeweza kukamata ATM mashine 2 za taasisi za kifedha, ambavyo kama mnakumbuka kuna taasisi za kifedha ambazo watu hao walienda wakavunja na kuchukua zile ATM machines, na walichukua kwa lengo la kwenda kubomoa ili waweze kuiba fedha. Hata hivyo hawakufanikiwa. ATM machine hizo zimeweza kupatikana na kiasi cha fedha kilichokuwemo kimeweza kuhifadhiwa kwa mujibu wa taratibu. Lakini pia tuliweza kukamata matenki 4 ya maji. Tumeweza kukamata fire extinguisher 3, compressor 1 na pipa 4 za kemikali za kutengeneza magodoro. Watu hawa pia waliiba mpaka kemikali za kutengeneza magodoro kutoka kwenye vile viwanda vilivyoharibiwa na vingine vilivyo pata changamoto za kuibiwa mali zao. Tuweza kukamata friji 1 aina ya Von, lakini pia tuweza kukamata kasiki 2 ambazo kasiki hizi zilipatikana zikiwa tayari zimevunjwa na kiasi cha fedha kimeibiwa, ndoo rangi 2 na makopo 2, ndoo tupu za mafuta ya kula 130 na mabati 14. Mabati haya ni ya shule ya msingi iliyopo katika wilaya ya Ilemela, ambayo wahalifu hawa waliamua kuwezua mpaka mabati kwa lengo la kwenda kuyauza. Taarifa zinazosambaa maeneo mbalimbali katika mitandao ya kijamii na maeneo mengine kuwa yako maandamano mengine yanayoandaliwa, yanayoendelea kuratibiwa kufanyika katika kipindi hiki cha mwezi wa 12 tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu.
Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza tukishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumezichukulia kwa uzito mkubwa sana, hatujazipuuza hata kidogo. Tumeendelea kuzifanyia kazi kwa utulivu mkubwa, huku tukiendelea kuwabaini wale wote wanaojihusisha na uchochezi huo, ambapo tumefanya hivyo kupitia doria zetu mbalimbali, misako mbalimbali, na hivyo tumefikia ukamataji wa watuhumiwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu. Wako watuhumiwa 116 wanaendelea kuhojiwa kwa uchochezi huo. Upelelezi unaendelea. Utakapokuwa umekamilika, hatua za kisheria dhidi yao zitachukuliwa. Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza inawaomba wananchi kuendelea kutoa taarifa dhidi ya watu hao ambao wamelenga kuendeleza vitendo vya uvunjifu wa amani, wamelenga kusababisha kuondoka kwa utulivu na usalama katika mkoa wetu. Pia tunaomba wananchi kutokubali kabisa kushirikishwa kwenye maandamano hayo haramu, ambayo hata hivyo Jeshi la Polisi tayari limekwisha yakataza. Kwa hiyo tunaomba wazazi wa vijana na wazazi wenyewe kuwazuia watoto wao kutojiingiza kwenye maandamano hayo.